Bana, dakika 90 zimetamatika kutoka kwenye uwanja wa Bingu Stadium, uwanja ambao umetumika kwenye mchezo kati ya Silver Striker dhidi ya Young Africans. Ni mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii ni mechi ya mkondo wa pili baada ile mechi ya mkondo wa kwanza kumalizika. Sasa mechi hii ndio inahitimisha ikiwa ni safari ya kuelekea hatua ya makundi. Tumeona wenyeji wa mchezo huo kwa maana Silver Striker wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Young Africans, timu ya wananchi mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC ya Tanzania bara. Miongoni mwa vitu ambavyo havikutarajiwa kabisa ni hiki kisukari ambacho tunaona mashabiki wa Yanga kimewapanda kwa sasa. Uchambuzi umekuwa ni mwingi sana mtandaoni. Natamani nianzie kila sehemu nikiangalia baada ya matokeo haya. Kila sehemu unaweza tu kuanzia, hasa mjadala mkubwa ni kuhusiana na kiwango cha kocha Romain Folz. Lakini bahati nzuri wakati natazama mchezo huu hapa studio sikuwa mimi peke yangu, naitwa Rashid Kasim, nilikuwa naye mzee wa Saluti ambaye yeye pia ni mwanachama na shabiki wa klabu ya Simba. Mimi nikasema kwa sababu tumemaliza kutazama mpira nisimwache toka ondoka, na yeye kama mdau wa soka tupate maoni yake. Sasa hapa tunazungumza, mimi nazungumza na mdau wa soka, sio kama shabiki. Tumeutazama wote dakika 90. Mzee wa Saluti, utaniambia dakika zote 90 wewe umezitazama za mchezo kati ya Silver Striker na Young Africans. Kwanza tuanzie hapo kabla sijaje kwenye maswali yangu. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. Sisi ulevi wetu umekuwa kama mpira ni kama ulevi wetu. Ndio maana mimi ni stakeholder, yani ni mdau. Icheze Azam nitaangalia, icheze watani zangu nitaangalia, icheze kwa sababu napenda football. Tumeuona mchezo, na mchezo huu dakika 5 za kwanza zitakupa picture kamili mchezo unaenda kwenye hatua ipi. Yani kwamba unapata mwanga wa kwa sababu haina ubishi. Young Africa bado ni timu kubwa, yani kubwa kuliko hawa Silver Strikers. Yani bado ni yani heavyweight. Kwa hiyo katika mchezo Young aliingia kama favorite, lakini hawa Silver Strikers wakaingia kama underdog. Haimaanishi underdog hawezi akashinda mechi. Yes, ndio kilichokuja kutokea. Lakini dakika 1, 2, 3 mpira umeanza. Kwa hiyo ilifika 5 nikasema ngoja nisubiri 10. Dili zilizofika tu dakika 10 nikapata real pictures. Hata tulivyokuwa tunaangalia akasema hii mechi ni ngumu sana, na hata kama mtani wangu atafuzu atakuja kufuzu hapa Benjamin Mkapa kwa kung'ata meno sana. Jini katoka mganga. Yes, mechi ni ngumu, lakini mechi haijaisha. Yes, mechi haijaisha, bado kuna hatua ya pili ya hapa Benjamin Mkapa. Wanaweza wakifanya kuna maboresho fulani au kuna vitu fulani wakifanya, wanaweza wakabadilisha upepo, lakini kuna vitu fulani naona Yanga ilikuwa inadanganya katika mchezo jinsi ambao nilivyouona. Lakini nikiangalia sana katika mechi hii, mtani anapopoteza mechi za kimataifa. Kwanza mechi za kimataifa zinabeba ile hadhi ya unajua uwaga tunapata nafasi fulani kupitia hii michezo ya CAF. Napata nafasi ya kuingiza timu 2, 3, 4. Kwa hiyo mtani anapopoteza, kishabiki sasa huko tunashangilia kama leo mitandaoni, na mimi kweli na wachachafia kweli na wachachua. Hasa mtani wangu Kevo leo nilimuona pale kwenye screen amekaa hivi kama na nikakumbukia kale kanyimbo kake, hii ni huzuni. Nimesikia replay ya video ya mzee wa utopolo ile ya zamani. Lakini mechi hii kuna vitu fulani vilikuwa vinadanganya. Cha kwanza, mtu ambaye alikuwa favorite katika hii mechi Young African, selection ya kikosi ilikuwa ni sahihi kabisa. Usiniambie selection ya kikosi ilikuwa sio sahihi, hapana. Kikosi kizuri, kilikuwa ni selection sahihi kabisa. Ila mifumo ya kocha bado mifumo ilikuwa si rafiki. Sasa hapa nabeba maoni ya watu wengi. Kwa sababu kuna watu wengi sana wananipigia hapa simu, wananitumia ujumbe, kuna hili nini, yawezekana na wewe unaweza ukapaza sauti, kwa sababu sisi unajua sisi tumegawanyika kwamba
mtu wa Yanga hawezi akiongea ukweli wa kunyoosha hivi ataonekana wewe mbona ni wale wanaitwa ni influencer wa Yanga alafu unamponda kocha hadharani. Kwa hiyo sasa hapa nakuja na beba sasa mioyo yao, na nadhani hii clip itawafikia. Unabeba maumivu ya watu wengi moyoni watasema hii ni sahihi, ila ujumbe kuna hiyo in physically na mentally. Physically watu, yani mentally itabaki huyu ameongea kweli, lakini physically wataona bwana tuache kimbia tu sisi tuko, lakini kwa Romain Folz wafanye haraka sana, wambebeshe virago kabla makundi hayajafika, la sivyo kutakuwa kuna smashing, yani timu inaweza ikadhalilika vibaya mno. Kuna bomu fulani vita ya pili ya dunia, ni vita ya kwanza kama sijakosea, linaitwa bombing of Hiroshima and Nagasaki. Hilo bomu nilipigwa sehemu moja panaitwa Alsace na Lorraine, alikuwa ni majimbo. Lile bomu lilivyokuwa kali, watu wakizaliwa hadi wanakuwa kilema. Nilipata hiyo story kwamba kwa hiyo sasa leo watu wanaozaliwa hayo maeneo bado ni vilema kutokana na ile tukio. Of course. Sasa kwa hiyo watani zangu wambadilishe kocha haraka sana, watu wana maumivu. Kufungwa sio shida, ila timu imechezaje? Mtani wangu kafungwa ila hajacheza kama yani kama timu inavyocheza kikubwa. Mfano leo ilikuwa kocha unasikia team mpigieni Pacome ndo atachagua anapo yani atachagua anapopeleka. Sasa hatuwezi kwa sisi tunaopenda mpira hatuwezi kuwa na timu ya namna hiyo. Kocha ana uwezo mdogo. Yanawezekana kocha ana uwezo mkubwa, lakini viatu vyake kwa kuifundisha timu kongwe kama hii, viatu vikawa havimtoshi. Kwa sababu gani? Unaangalia timu wanavyoshinda, na alikuwa watu wanaegemea katika kichaka kwamba anashinda kwamba mnalalamikia nini, mbona anapata matokeo. Sasa leo amekosa matokeo, au kapata matokeo lakini ni hasi, sio chanya. Kwa hiyo sasa na mpira pia mpinzani pamoja kwamba mpinzani kapata goli, lakini mpinzani naye ameonyesha uhai. Hii timu kwanza nifurahisha kitu kimoja. Kulikuwa kuna wachezaji watatu ambao ni mwiba sana. Kulikuwa kuna kipa, huyo goalkeeper anaitwa George George Chikoka. Huyo ndiye MVP wa Malawi na ndiye aliibuka kuwa goalkeeper bora msimu uliopita. Yes. Kwa hiyo ni data moja tosha, yani inaokupa picture huyu ni mchezaji wa namna gani. Lakini pia hii timu ina beki bora wa msimu uliopita anaitwa McDonald Lameki. Yes, yule Lameki alikuwa huyo bwana ni beki bora, beki bora wa msimu uliopita wa ligi kuu ya Malawi. Kwa hiyo tena ni wanaye kiungo bora. Timu ingekuja ingesema huyu MVP kipa, alafu kipa bora, lakini beki bora, lakini pia wana mtu mmoja, yani jina lake kwanza ni Uchizi alafu Vunga, yani Uchizi Vunga. Kwa hiyo anaitwa Uchizi Vunga. Huyo bwana Uchizi Vunga nilikuwa naambia watu huyo ni kiungo bora wa ligi kuu ya Malawi msimu uliokwisha, anaitwa Uchizi Vunga. Yeye ana bleach kama Pacome. Of course. Kwa hiyo leo pale alipokuwa anacheza katikati alikuwa anauleta uchizi alafu anavunga ndani yake kama anapiga anatulia. Yani ilikuwa leo umeiona pasi ya goli ambalo limekwenda kufungwa na namna ambavyo walikuwa mgumu akiwa na mpira mguuni, kutoa ni ngumu. Yani huwezi kuchukua mali yake, ndio maana unakuta driving yake ameanzia mbali kweli. Watu watatu wa mwisho kaja kajaribu Max kaanguka, unaona. Kwa hiyo ikawa na kuonyesha tu picha hii timu sio favorite sana, lakini kwa hivi vitatu tu vinakuonyesha hii ni timu na kwa namna Yanga inavyocheza. Ni kwamba shughuli imeshaambatana na mvua. Lazima msosi uliwe wima. Wafanye haraka sana. Yani wafanye haraka sana. Na hii hapa sio kwa mimi sema kwamba anasema huyu kwa kuwa ni shabiki wa Simba nini, hapana. Sisi kufungwa sio shida. Shida unacheza vipi? Lakini huyu kocha kila anapocheza tunaona hapana. Kwa sababu mtani wangu ameanza kufeli tangu tu kwenye usajili. Katika usajili wote aliofanya, mchezaji ambaye ameingia, yani unaona kabisa walau anaingia.
Mfano sajili gani ambazo Yanga amezifanya wewe ukatazama ukaona hizi sajili hapana hazitamsaidia? Naweza nikasema tu katika sajili zote alizofanya kwa msimu huu iliyotiki ni sajili moja. Mohamed Doumbia Wai. Uliwahi kumuona Runa Niyonzima Fabregas kipindi wa moto? Yes, uliwahi kumuona? Nakumbuka. Rally Bwalia, Rally Bwalia basi maestro yule pale ndo namfananisha walau kidogo na wachezaji kama wale. Kwa sababu gani? Napenda mchezaji mwenye flexibility, yani ukileta mali hiyo hapo, ukileta mali, lakini usiniletee mchezaji kama Bala Conte yani akipewa tu mpira mzito kwenye kufanya maamuzi. Boyeli amenionyesha leo kitu kimoja, kanionyesha kitu kimoja kama Yipe Nyamieni, yani goli hili huko anapiga huko. Kwa hiyo katika sajili zote tu leo msimu huu aliofanya mtani wangu ni sajili moja tu ambayo naona kidogo ndio inaelekea kukliki, kwa sababu timu yao bado ilikuwa inabebwa na matokeo, lakini tunaona hii ni timu ambayo ni ya kariba ya daraja la kati. Niseme daraja la kati. Nikisema daraja dogo nitakosea kwa sababu haya ni mashindano makubwa sana. Yes, daraja la kati, lakini shughuli unaona leo ilikuwa ngumu. Naweza nikasema mtani anaweza akavuka, inawezekana kwa sababu ile ni probably. Lakini wasiwasi wangu unakuja kwenye makundi. Kule unaweza kukutana na mtu anaitwa Al Ahly, unakutana na Pyramid, unakutana na Experience de Tunis, unakutana na Mamelodi Sundowns, unakutana na Myanmar Simba Sports Club ambayo misimu takriban 7 na fuzu kutoka makundi kwenda robo finali. Sasa kwa hii timu yao na kina MC Alger, hapana, leo mtani hajaonyesha kiwango kizuri, kacheza hovyo. Na ushauri wangu zaidi ni huo, wafanye haraka sana kufanya rehabilitation ya kocha, kwa sababu kocha unaona kabisa timu imeshakata moto, ishakata mawasiliano, mbinu mbadala hana, sabu ni zile, wachezaji wanaonekana kama hawana map kipya tena. Of course, kwa hiyo yani kwamba kadri mchezo jinsi unavyoendelea umuone mchezaji ambaye atakuja kuonyesha ubunifu wowote ambao utasaidia timu. Yes, ni kweli. Kuna Yanga fulani ilikuwa inaniogopesha sana. Yanga ya Nabi. Nelson Nabi. Watu wanasema wakiona zaidi dakika za 70 kamsimamisha mchezaji, watu wanaogopa kwa sababu yule alikuwa anawapa nafasi wote na walikuwa wanaonyesha. Ulikuwa unamuona Dennis Nkane, ulikuwa unamuona wakina Mauya alikuwa anacheza. Lakini pia hivi tangu umemuona Abubakar Salum lini Sugar Boy? Sikumbuki. Yani mara chache sana, yani hata mechi 5 hazifiki. Lakini wakati wa Nabi ilikuwa rotation kubwa, lakini rotation inaonyesha inaonyesha, lakini huyu kocha kuna kiburi fulani ambacho anacho. Bwana mimi nasimama na huyu, basi ni huyu. Anaamini kwenye mfumo wake. Sasa na timu zetu ni zinakaa uswahili fulani, lakini nahisi bwana kwa kocha I will never say goodbye for the last time. Yani wakikaidi hili, kama hawatomfukuza kocha, wakikaidi hili, mtani shughuli yake ndio imeishia hapa. Yes, lakini wakifanya marekebisho mapema sana, walau makundi wanaweza wakanusa, lakini wataishia makundi tu inawatosha. Ndio maana engineer alipokuwa mjanja jinsi anavyowadanganya. Yule jamaa bwana mjanja sana. Ukisema unaleta usanii katika jumba la sanaa ndio ile kwamba jamani, timu yetu sasa hivi tunaweka kuna mission na vision. Malengo yetu ni kufika makundi. Why? Is your brain working properly? Timu ambayo inafika namba katika rank za CAF iko ndani ya 15 bora, eti wewe kufika makundi ndio lengo lako. Hiyo sasa kwa sisi tuliosoma Cuba tunasema amewatoa watu meno, afu amewapa nyama watafune. Wale wa influencer wale wanajiita yani wametolewa meno afu wanapewa nyama, haya tafuneni. Huo ni uongo na kuwaongopea watu. Kwa hiyo ni hicho, mtani leo kacheza hovyo. Of course mimi mwenyewe napenda soka safi. Wangecheza mpira mzuri, ningesema kweli mtani leo kacheza mpira mzuri, kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi unaonekana, lakini leo mawasiliano yalikuwa hafifu kabisa. Timu kuitoa chini, kuja katikati,
ilikuwa inaitwa disconnected, yani ilikuwa haina muunganiko. Yani mchezaji ambao uliona kidogo alikuwa yani ana uhai ni Shadrack Kiboka, Dumbia kidogo, Pacome pia alikuwa anaonyesha, lakini bado alikuwa wamedhibitiwa na hawa jamaa. Lakini kikubwa nitazungumza yote, lakini kocha naona uwezo wake ni mdogo sana huyu kocha Minuno, naona uwezo wake ni mdogo. Bwana Romain Folz. Yes. Kocha la boli. Hapana, hii shughuli nadhani imeshaisha hapa. Kocha la boli. Bwana sawa, kwa hiyo huo mchezo wa kwanza, lakini mchezo wa pili ni Benjamin Mkapa, ambako bado unaweza kusema kutokana na ukubwa wa Yanga yenyewe, ile standard walioiweka, unakuwa unaamini kabisa kwamba wanaweza wakashinda kutokana na ukubwa wao. Unaliona hilo? Of course, katika mpira nothing impossible under the sun. Bwana, mimi mzee wa saluti. Mimi binafsi katika mpira sio mtu wa hovyo. Yani nikishasema hii haiwezekani kabisa, hapana, mimi sio mtu wa namna hiyo. Ikishaitwa mpira tu, nani ambaye alitegemea Barcelona anatolewa na AS Roma UEFA Champions League na ameshashinda goli 3, Manolas anapiga ndosi, alafu mtangazaji anakuambia Roma have risen from their ruins, Manolas the Greek god in Rome, the unthinkable unfold before our eyes. Alafu Peter Drury anamalizia, this was not meant to happen, this could not happen, and this is happening. Barcelona extraordinary from elimination. Di Francisco does not know where to go, Iniesta does not know where to look. Kwa hiyo kuna wakati fulani mpira unakupa surprise ambayo wewe hukufanya nini, hukuitegemea. Kwa hiyo kwangu mimi katika swala la mpira siwezi kusema kwamba hii timu ni toto asilimia kubwa, toto wrong, kwamba Yanga haiwezi kafuzu 100%. Hapana. Unasema kwa mchezo waliocheza leo, wakirudia makosa haya waliocheza leo, wakirudia Benjamin Mkapa, wamekwisha kuona mtani wangu anafuzu, itakuwa Yanga baba Jeni bye bye, itakuwa kuna ugumu sana, kwa sababu hii timu inaonyesha kabisa ikisha kuja huku inakuja na plan nyingine tena kabisa. Ni kwa sababu wasije kama Waarabu bwana, wakawa wanaanguka tu pale atmosphere ya huku short Yanga wanaweza wakajaza, tutasaidia hata kupiga promo, maana kujaza uwanjani waga ni ngumu. Wasitegemee tiketi za bure. Viongozi waacheni watu wanunue tiketi, wasitegemee tiketi za bure. Watu wajaze uwanja, ile atmospheric condition, alafu watu wanashabikia, wanashangilia kidogo, timu hii inaweza ikapata uoga, wakaanza kufanya nini, kucheza kwa uoga. Kwa sababu unajua katika mashindano ya kimataifa mbwa mkali kwako, ukienda away ukishinda, hiyo ni bonus kubwa sana. Ila away ukienda ukipata slow, yani wewe umepata matokeo mazuri, ukishinda ndo matokeo mazuri kabisa. Yes. Kwa hiyo Silver Strike huku naona ni timu ambayo ikicheza kama ilivyocheza leo inakuja kufuzu hapa Benjamin Mkapa. Ila mtani wangu kama atarekebisha vitu hivyo, watamuondosha kocha haraka mno. Watazingatia misingi ya mpira na uweledi wa mpira jinsi unapokuwa, na sio kiburi kama cha kocha Minuno. Anadhani safari ndo shughuli yao inakuwa imeishia hapa, na isipofuzu atawaambia bwana atawaambia kwamba bwana sisi tulisema tunataka kufika wapi? Makundi. Mbona sasa hapo ujanja wa kiongozi. Kwa hiyo naomba huyu msanii kwamba sisi tulisema target yetu ni kufika makundi. Unaona? Kwa hiyo ni hivyo. Lakini niseme tu ni kwamba mtani wangu leo kacheza mpira mbovu, na akicheza mpira huu hapa Benjamin Mkapa nadhani watu watalia na kusaga neno, huku watu wengine hao wanapepea. Bwana, bado hatujaiona kwa ukubwa, kwa maana kwa uwazi Simba ya manager mpya Dimitar Pantev, akisaidiwa pale ama akiongozwa na Jesh Sulemani Matola. Wewe umelizishwa kwa asilimia ngapi na uwepo na uwezo pia wa Dimitar Pantev kwenye kikosi cha Simba? Ujue mimi siendishwagi na misimamo ya kishabiki na ya kichawa.
Mimi ni kama Tomaso. Unamjua Tomaso? Wako na Biblia huyo. Tomaso, kama unapitia Biblia ya ile historia ya Bwana Yesu, alipoambia Bwana Yesu amegongelewa msalabani pale. Tomaso akasema mpaka nifanye nini? Akashuhudie mwenyewe. Mpaka nishuhudie, nimuone na pia nimshike hivi. Anasadiki. Kwa hiyo kusadiki kwa Toma, ndio maana ikaja ile kusadiki kwa Toma, ile ni kusadiki kwa Tomaso, ni kujionea mwenyewe. Kwa hiyo nasubiri nimuone, alafu ndio nitoe comment. Sasa bwana, hapa nadhani hapa tunapoenda sipo. Na asitokee mtu yoyote mtu ambaye natoa maoni yangu afu aniambie kwamba wewe kwa nini unasema hivi? Asilimia wengi wanasema hivi. Hapana, kila mtu ana mtazamo wake. Maana sasa hivi kumetokea mambo ya ajabu, mambo ya kishenzi sana. Ya unatoa maoni yako, wengine wanakuja na bakora, mtu anashindwa kuheshimu mtazamo. Ni mitazamo ambayo mimi siipendi. Lakini kwa kocha probably anaonekana ni mzuri. Bado hatujamuona kwa sababu yani nimemwona tu mimi actually mechi mbili tu ya home and away. Yes. Lakini kwa timu aliyokuwa anaifundisha ni timu bado ni ya level ya kawaida, lakini nimeona kocha alikuwa ni kachukua ubingwa, alifundisha Cameroon, akachukua ubingwa wa Cameroon, akaja Botswana akachukua ubingwa. Lakini amefundisha timu ya daraja la kawaida sana, amecheza na timu kubwa kama Simba Sports Club, kaonyesha. Yani ile mechi ya mwisho nilikuwa naiangalia, nasema mashabiki wa mnyama wanapishana maliwato muda wote. Nikasema ngoja ngonge tu Mokola hapa kwanza kidogo, afu nitulie, pressure ishuke, maana nilikuwa yani tayari nimeshadia Gaborone United. Akasema huyu kocha kweli alikuwa anataka kutulaza na viatu. Kwa hiyo anaonekana ni kocha mzuri, lakini tusubiri tumuone, tujue yaliyomo yamo, alafu tutapita naye. Je, hili ni fungu la kupata au la kukosa? Kwa hiyo tunamsubiri. Ndio. Sawa bwana, hivyo ndivyo ambavyo tumejaribu kuzungumza hapa, ambako tulikuwa tukishuhudia ama tumezitazama dakika zote 90 za mchezo wa ligi kuu ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Silver Striker ya Malawi dhidi ya timu ya wananchi bwana Young Africans, ambao walisafiri kutoka Tanzania bwana Dar es Salaam mpaka Bentayo huko Lilongwe Malawi, ambako walikuwa na mchezo na mambo yanaendelea kombo kwamba dakika 90 ndio hivyo wamepoteza kwa goli 1-0 pale katikati. Kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Uchizi Vunga, kichwani ana breach hivi kama Pacome Zuzwa pale katikati, amefanyia balaa sana. Wengine wanakuambia amefanyia matusi sana pale katikati. Kuna namna ilifika stage ukawa unaona wachezaji wa Yanga sakabidi waanze kutafuta njia, wanapita pembeni na eneo la katikati kabidi waachie wao Silver Striker. Nini kitakuja kutokea kwenye dimba la Benjamin William Mkapa kwenye mchezo wa marejeano tunasubiri na kuona, lakini bado imani inakuwa ni kubwa kwamba Yanga watavuka. Yanga watavuka kutokana na ukubwa wao ni Yanga, lakini pia aina ya timu waliocheza nayo. Hawa Silver Striker ni timu nzuri, lakini bado sio timu bora kuliko Young Africans. Kwa hivyo Yanga watavuka, kwa maana kwamba watakwenda hatua ya makundi. Lakini kwa ujumla tumetazama wote timu namna ambavyo inacheza, tumeona kiukweli wanasema kitu kibaki na onekana kwa macho. Mimi binafsi ukiniuliza, hata kama sio shabiki, lakini Yanga haifurahishi kwa kuitazama. Yani haifurahishi kabisa kutokana na namna jinsi ambavyo inacheza. Maoni yamekuwa ni mengi, nilikuwa napita mtandaoni, nimeona Jemedal Said, nimeona wachambuzi wengi wakubwa ambao tunawaheshimu, nasema kina Woodson John Oruma, nimemwona mimi ndugu yangu kakaangu anaitwa Juma Ayo alikuwa anachekesha hapa, lakini anasema kama kuna hatua inabidi Yanga wazichukue, mimi nimecheka, ni hatua za haraka sana, na kama ikiwezekana anasema bwana Roman Fozi atoke Lilongwe akija na basi la mashabiki ili ajue kwamba hapa bana hizi timu za Kariakoo huwa hazina utani. Lakini tusubiri na kuona nini ambacho Yanga wanaweza kukifanya kwenye mchezo huu wa marejeano utakaopigwa hapo kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Lakini kingine tutasubiri wawakilishi wengine kwenye ligi ya mabingwa, na wazungumzia Simba Sports Club. Wao wako Eswatini huko, ambako watakuwa na mchezo dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya huko, ambako nako watakuwa na mchezo siku ya kesho, siku ya Jumapili. Tutasubiri wenyewe kuona, wao tayari wamekwishaona walichokifanya ndugu zao Yanga
Yanga. Lakini mimi pia jana nilichambua hapa na nikaeleza baadhi ya watu, baadaye wakaanza kunizodoa, lakini unapokea maoni ya mtu, anasema kila mtu yuko huru kuzungumza anachokiweza. Nilisema na nikawatajia, nimefanya uchunguzi wangu au nimefanya assessment wachezaji gani wa hawa Sylvester wanapaswa kuchungwa, na nilieleza jana nikasema kwa ukubwa zaidi Sylvester Strikers sio timu ya kubeza, kwa sababu golikipa bora ambaye ni MVP kwa maana ndiye aliyechukua tuzo ya mchezaji bora anatoka timu ya Sylvester Strikers. Msimu uliopita alikuwa golikipa bora na mchezaji bora wa ligi ya Malawi. Msimu uliopita anaitwa George Chikoka, yule golikipa mrefu hivyo na 56. Lakini beki bora wa ligi ya Malawi msimu uliopita anaitwa McDonald Lamek, alikuwa na jezi namba 22 mgongoni. Yeye pia ni beki bora. Beki huyu bora alikuwa Malawi msimu uliopita, yuko kwenye kosi hiki cha Sylvester Silver Striker. Lakini ukiacha huyo, hata kiungo bora ambaye amewavuruga sana kina Modumbia, kina Pacome Zouzoua pale eneo la katikati, kina Mudasiri mpaka ikabidi watolewe, ana breach kama Pacome, anaitwa Uchizi Vunga kama ambavyo lilivyo jina lake, na ndio ambaye alipiga pass ambayo imeenda kwa Araza Yanga na viatu. Nilisema mimi nikasema hawa ni baadhi ya wachezaji ambao Yanga wanapaswa kuwachunga, na wachezaji hawa kiukweli ndio ambao wamewanyima Yanga ushindi. Lakini ukiacha lingine ambao limanyima Yanga ushindi, ni Yanga wenyewe wamejinyima ushindi, kwa sababu wanasema ili ushinde mechi unahitaji timu kuwa na timu bora, lakini pia ushambulie kwa maana yake kwamba ili upate goli lazima mpira uelekeze ndani ya wavu. Umeshuhudia shoot on target ama mipira mingapi umeshuhudia kilenga kwenye lango la Silver Striker? Mimi binafsi naweza tukaihesabu, sidhani kama inafika on target, sidhani kama inafika mashuti matatu. Hiyo ndio Yanga, lakini wanasema kwenye mpira kuna kupanda na kuna kushuka. Yanga wametawala soka la Tanzania kwa misimu 4 mfululizo, wanachukua ubingwa, lakini pia tumeona kuna misimu 2 takriban mfululizo walifanya vizuri kwenye kimataifa, na sasa huenda hili likawa labda ni anguko lao. Mimi nilisema kwenye nyakati kama hizi, michezo kama hii tumeshuhudia Yanga akicheza kwenye hatua hizi za awali, timu zilikuwa zinapigwa hapa goli 5 6, watu wanazabu mpaka goli 8. Kilikuwa ni kitu cha kawaida. Yanga inacheza mpira, inafurahisha. Mtu akishapigwa 4 dakika za 80 zile, mashabiki wanasimama, wanaonyesha mkono, wanaonyesha kiganja kwamba bado goli moja wanahitaji wakamilishe kono la nyani leo walikuwa naliita wao. Lakini leo hii kutoka huko mpaka kufika stage, mashabiki wanaomba bora tu basi mpira uishe. Ilikuwa ni hayo, na wote tumetazama za dakika 90. Kipi kinachofuata? Tusubiri, kama kutakuwa na taarifa kwa umma tutasubiri na kuona, lakini kubwa zaidi tutakutana hapa. Hii ni Kajenjere TV. Ninachokukumbusha usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare, kulike na vitu vingine hivyo kwenye kurasa zetu pia za Kajenjere Media, unatupata huko. Nilikuwa hapa Mzee Saluti, tumezungumza sana kwa muda mrefu. Mimi naitwa Rashid Kasim, lakini muda wote mtu ambaye amekupa hii picha ambayo unaitazama kwa ubora sana nyuma kamera anaitwa Kevin Mzungu Kido Mapicha, mtaalamu mwenyewe. Lakini timu nzima Kajenjere ina watu sana, ikiongozwa na Junior Messiu, mtaalamu ndiye fundi mitambo ambaye anafanya jopo hili la Kajenjere. Picha zinatoka nzuri na video kama hivi ambavyo unatutazama. Kwa hiyo mimi ninachosema tukutane tena wakati mwingine.